Kwa mafundisho ya neno la Mungu, njoo ukutane na mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe wa Yesu ni Lango la Uzima. Njoo ufunguliwe, njoo ufundishwe neno la Mungu, njoo umiliki kesho yako. Kuna viwango nataka nikufundishe Mungu akusaidie umwamini Kristo inavyopita. Hata uking'atwa na kitu unaweza kusema akijaning'ata. Haleluya. Kitu kinakung'ata kabisa usema akijaning'ata, hujaniweza bado. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali fulani tuenda kumuona mama mmoja alikuwa amefiwa na mtoto wake. Akawa yeye kilio chake anamwambia shetani, anamtangazia shetani, hujaniweza. Anamwambia wala hujaniweza. Kafiwa anamwambia wala hujaniweza chochote. Kumchukua mtu hujaniweza chochote. Kuna vitu vya imani ndani yako ambavyo vinasababisha uendelee kuwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama kuna dhoruba inakukumba, jifanye kama haipo hiyo dhoruba. Amen. Tegemee Mungu, mwambie Mungu, hili jambo navuka. Hapa nakwenda na shinda hii game. Amen. Haleluya sana. Amen. Usikubali. Nikwambia mahali fulani nilikuwa Nzega naongoza maombi mahali na Mungu alifanya miujiza mikubwa. Lakini nikiwa kwenye ile ibada nimeshikana mikono na wachungaji na watu wengine pale. Ghafla nikasikia kitu kinashuka, nakisikia kutoka mbali. Mimi nimeshikana nao mikono, nakisikia kinatoka wapi? Mbali. Na kile kitu nikasikia mpaka kinatoboa bati, nakisikia. Na kikaja kikanipiga kwenye kidole gumba ya mguu. Alafu mimi ndo naongoza maombi. Alafu maumivu yake yalikuwa siwe hapa. Alafu mimi nikakausha kana kwamba hakuna kilichonigusa. Ili kufanyaje? Kuwasaidia hawa wasije wakatundikiwa na imani. Kwamba yani kamanda tuliyemleta naye katandikwa hapa, itakuwaje leo? Situkimbie hapa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nikaondoka nikahubiri, baada na watu wakafunguliwa sana, na nikawa nachechemea natembelea kisigino kidogo hivi. Lakini Mungu anafanya miujiza. Amen. Haleluya. Amen. Nilipotoka pale nikamwambia shetani, haya nishamaliza ibada na maumivu yako na yenyewe yafanyeje? Yaondoke. Yakaondoka. Natamani Mungu akupe kima cha imani. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Upewe kima cha imani ili uweze kufikiria utimilifu wa nini? Wengine hawakuwepo kumbe. Tuwe sana. Somo letu tunaendelea nalo lile ambalo tumeanza juzi, rafiki wa kweli. Lakini kwa wale wanaofahamu sasa tuko katika sehemu ya 16. Najua tumewaacha mbali wengine. Tuko kwenye sehemu ya ngapi? Ya 16. Na juzi tulienda kidogo kwa mahali. Juzi Ijumaa jioni. Lakini leo tena tutaendelea mbele zaidi. Sema Bwana Yesu apewe sifa. Na juzi Ijumaa tukaongelea kwa habari ya vitu viwili ambavyo ni kama ni sawa hivyo vitu, lakini vina utofauti mkubwa sana, na ukivijua utaenjoy. Sema utaenjoy. Juzi tulikuwa tuongelea kwa habari ya Yesu alafu na Kristo. Sema amen. Na hata mimi Mdoe mwanzoni nikawa najua Yesu ni yeye yule na Kristo ni huyo huyo. Haleluya. Lakini nataka nikusaidie ili unaweza ukawa uko kwa Yesu alafu ukatumia power ya Kristo. Sema amen mahali fulani. Haleluya tena. Na tulianza kitabu gani mnaokumbuka juzi Jumaa? Hatukuanza Mathayo. Tulianza Isaya. Muongee kwa nguvu basi kama mpo. Ubarikiwe. Tusome pale tena. Isaya sura ya 9 na mstari wa ngapi? Wa 6 mpaka wa 8. Haleluya. Mwambie jirani yako ushibe tu neno. Mwambie shetani haogopi kutabiliwa. Mwambie shetani haogopi kuomba. Shetani anaogopa tu mtu mwenye neno la Mungu lililo hai ndani yake. Sema amina katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya ile ya ngapi? Ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 8. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Soma. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Shauri wa ajabu,
Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Baba wa milele, Mfalme wa amani, Mfalme wa amani. Mpigie Yesu makofi mahali pale. Haleluya. Isaya anachungulia katika macho ya kinabii, lakini anachungulia kwenye kiti cha enzi. Isaya alipochungulia kwenye kiti cha enzi anasema kwa ajili yetu sisi wenye mili, sisi wenye nini? Sisi wenye nini? Kwa ajili yetu sisi wenye mwili mtoto ameingia tumboni mwa Mariamu na mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu sisi wenye nini? Wenye mwili. Lakini Isaya anasema kitu cha ajabu sana, anasema tukapewa tena mtoto. Kwenye Isaya anasema tukapewa mtoto wa kiume, lakini ni kitabu tu cha Kiswahili ambacho kimesema mtoto, lakini Biblia ya habari njema inasema tukapewa mwana wa kiume. Mtu mmoja aseme amina pale. Yaani maanake kumbe katika hilo andiko kuna mtoto lakini kuna mwana. Haleluya. Anasema mtoto yeye alizaliwa, lakini mwana tulipewa. Haleluya. Mtu mmoja aseme amina. Wewe nisikilize tu utaelewa vizuri. Mtoto alizaliwa. Mtoto alizaliwa ni mwili kabisa. Na huyu mtoto Mariamu akaambiwa jina lake utamuita Yesu. Haleluya. Jina lake utamuita nini? Yesu. Lakini Isaya anasema mwana naye tukapewa. Huyu mwana tulivyopewa, yeye hakutamkwa jina pale kama jina lake ni nani. Lakini huyu wa kwanza aliingia kwenye tumbo la Mariamu, alafu akapushiwa akazaliwa. Huyu anaitwa Yesu. Manake huyu ana mwili, huyu ni mwili, huyu ana nini? Ana mwili. Lakini kuna mwingine yeye tulifanyaje? Tulipewa. Huyu tuliyepewa haitwi mtoto, yeye anaitwa nani? Huko hakuna watu huko, wako rohoni sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, ana mwili, amezaliwa kwa ajili yetu. Lakini anasema alipozaliwa huyu tukapewa na mwana wa kiume. Huyu yeye alitoka tu kwenye kiti cha enzi Mungu akaamua kutupa kama nini? Kama zawadi. Haleluya tena. Haleluya tena. Nikasema kwamba kwa nini ametupa mwana? Mwana maana yake ni wa rohoni, lakini mtoto ni wa nini? Kule nyuma mnanisikia vizuri? Kwa shemasi mama Ima mnanielewa vizuri eh? Huyu mtoto aliyezaliwa ni wa mwilini, lakini huyu mwana yeye ni wa rohoni. Na nikasema vitu vyodumu kwenye maisha au kwenye ulimwengu huu ni vitu vilivyotokana na rohoni, sio vilivyotokana na nini? Na mwilini. Tukasoma kitabu kile cha Mwanzo 49 mstari wa kwanza pale aliposema Yakobo akawaita wanae, watoto wake. Yakobo akawaita nini? Watoto wake. Alipowaita akawaambia, sikilizeni, msinisikilize mimi, msikilizeni Israeli baba yenu. Hivi kuna mtu ananielewa pale? Yakobo anawaita wanawe, lakini alipoita Yakobo hakusema nisikilizeni mimi. Yeye anawaambia msikilizeni Israeli baba yenu. Manake nini? Kwenye mwili ni Yakobo, lakini urohoni anaitwa Israeli. Na nikasema vitu vinavyodumu, matamko yanayodumu yote yametamkwa rohoni, hayakutamkwa mwilini. Haleluya. Na ndio maana hata mtu akikuloga hakulogi mwili, anaenda kumloga aliye rohoni. Huku ndiye anamfanyizia huyo wa rohoni, alafu akimfanyia rohoni matokeo yanatokea wapi? Mwilini. Haleluya, haleluya. Anasema njooni watu wangu niwaambie yatakayowapasa siku zenu za mwisho, mpaka vizazi na vizazi. Wakaja, walivyokuja naambia msikilizeni Israeli baba yenu. Biblia inasema malaika walipopigana mieleka na Yakobo, wanapigana mieleka pale, Yakobo akashinda, akamwambia kuanzia leo wewe hutaitwa Yakobo, kwa sababu Yakobo, kwenye Yakobo hakuna nguvu, kwenye Yakobo hakuna uwezo, lakini wewe jina lako utaitwa Israeli. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anaanza kuelewa kitu fulani pale. Yaani manake kumbe mtu anayetamka akiwa rohoni
Ngoja niweke hivi, kila jambo analotamka kuhani ni vyema sana ukajitahidi alitamke akiwa mwilini. Yaani mfano kuhani ni rafiki yako, ni jamaa yako wa karibu, jitahidi sana jambo analolitamka alitamke akiwa wapi? Akilitamka tu akiwa rohoni linadumu, akitamka tu akiwa rohoni linakaa. Haleluya! Si mnafahamu vile ambavyo Nuhu alikuwa kuhani, lakini na alilewa kweli, na aliutwika mtungi kweli, lakini Nuhu akakaa uchi, lakini Hamu akamwona. Lakini Nuhu alivyoamka akaingia rohoni, akamtamkia Hamu, akamwambia ulaaniwe wewe na uzao wako wote ulaaniwe, hamtakuwa na makao ya kudumu. Tangu pale maisha ya Hamu na kizazi chake yafanyaje? Yakaribika. Wale waliomchezea Elisha wakati anarudi kule kumsindikiza Elia, akasema kwamba paa ewe mwenye upaa, yaani kwa sababu Elisha alikuwa na upala mkubwa hivi. Sasa wale masela wanamtania Elisha. Elisha akakasirika, akasema dubu na atokee awalalue nyie. Ameongea vile hajamaliza, asema msituni wakaja dubu wa kike wawili, wakaanza kuwalalua wale vijana, wakawaua. Kwa nini? Manake kumbe kila jambo ili liweze kuona matokeo, liweze kudumu mahali, lazima liwe la rohoni. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya tena, haleluya tena. Biblia anasema kitu cha ajabu sana pale. Anasema, wewe usome haraka haraka tukimbia hapa, kitabu cha Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2, shika pale. Mathayo sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 7. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndiyo. Yuko wapi yeye aliyezaliwa? Anza mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Yesu alipozaliwa. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Nataka tutafakari wote sasa, si ndio jamani? Yesu amezaliwa katika Bethlehemu ya nini? Ya Uyahudi. Nani amezaliwa? Yesu amezaliwa, si ndio? Wanaoleta taarifa hizi kwamba Yesu amezaliwa ni walioandika, ni huyo Mathayo, wanasema Yesu amefanya nini? Amezaliwa. Amezaliwa. Sasa tuone wajuzi na wenye ufahamu wa rohoni wao wanasema nini. Okay, Mathayo anasema Yesu amezaliwa. Katika Bethlehemu ya Uyahudi. Katika Bethlehemu ya Uyahudi Yesu amezaliwa. Zamani za mfalme Herode. Zamani za mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wao wakaenda Yerusalemu wakisema yuko wapi? Wanasema yuko wapi? Wanaenda kwa Herode, wanamwambia Herode yuko wapi yeye aliyezaliwa? Mfalme wa Wayahudi. Hawa mamajusi wana neno lao walivyomjua huyo. Wanamjua kama nani? Mfalme wa Wayahudi. Ongea basi niweleke pale, mtu wa Mungu. Hawa mamajusi wao hawamjui kama Yesu. Amen. Mamajusi wao wanakuja na jina lingine, wanasema nani? Mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Yuko wapi yeye alizaliwa? Mfalme wa Wayahudi. Kwa maana tuliona nyota yake. Tumeona nyota yake mashariki. Nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode. Basi akaja sasa mjuzi wa rohoni namba 1. Anaitwa nani? Mfalme Herode. Haleluya. Kanisa na watu wanapozi. Sikasikia mtu akisema amina mahali. Amen. Anakuja mwenye ujuzi wa kwanza aliye mwilini, anasema Yesu amezaliwa katika Bethlehemu ya nini? Ya Uyahudi. Mamajusi wanasema mfalme yuko wapi? Mfalme aliyezaliwa, mfalme wa Wayahudi. Okay, mwamba sasa namba 3 yeye anamjua kama nani? Mfalme Herode. Twende hapo. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika sana. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Weka pause. Amen. Haleluya. Mfalme Herode amefadhaika kwa sababu nafasi yake ya ufalme. Kuna mtu amesema amina hapa, niendelee. Alafu pia Yerusalemu na yenyewe inakasirika. Niliwaambia kwamba Yerusalemu ni nini? Ni mwilini, ni mwili. Yerusalemu ni mwili, Sayuni ni rohoni. Kwa hiyo Yerusalemu na yenyewe inakasirika kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa nini Yerusalemu inakasirika? Kwa sababu huyo atakayezaliwa atawatoa watu Yerusalemu
atawatoa watu mwilini na kuwapeleka wapi? Rohoni. Kwa hivyo Yerusalemu wamechukia, Herode naye amefanya nini? Amechukia. Ukiendelea pale mbele, akakusanya wakuu anasema Herode alipoona hilo jambo limetokea, akawaita wakuu wa makuhani. Hebu njooni jamani, kuna mtu huyo anataka amezaliwa, atachukua ufalme wangu. Halafu walevi wote wa Yerusalemu wataacha ulevi, wazinzi wote wataacha uzinzi, wachawi wote wataacha uchawi. Huyo mtu sio mtu mzuri. Akawaita wazee wote wa wapi? Wa Yerusalemu. Akakusanya wakuu wa makuhani, akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu wote, na waandishi yani ITV, TBC, Clouds FM, sijui media ya miradi hayo, wote wakafanyaje? Wakawaitwa. Akatafuta habari kwao. Nyinyi waandishi wa habari, watu wa TBC, mmesikia eti kuna mfalme amezaliwa? Nyinyi Azam TV na nyinyi miradi hayo, na wewe umesikia kwamba kuna mfalme amezaliwa? Wanamwambia nini wao jamaa? Kristo azaliwa wapi? Hakuna aliyeelewa hapo sasa. Yaani Herode anawauliza hawa watu. Wale mamajusi wanasema mfalme amezaliwa wapi? Halo? Huyu Herode na yeye anawaambia hivi, Kristo amezaliwa wapi? Tuangalie katika hawa watu watatu, nani kapatia? Mathayo anasema Yesu amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Anasema hivi mamajusi, mfalme amezaliwa wapi? Lakini Herode yeye hamjui Yesu, hamjui mfalme, yeye anamjua Kristo. Kristo amezaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii Hagai. Amen. Hakuna bajito anaelewa hapa. Ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Kuna nabii alichungulia, halafu akasimama mbele ya watu akaambia, Bethlehemu, wewe huu mdogo katika maumbu wa Yuda, maana kwako atazaliwa mtawala, watu wote wataenda kwake, huyo atachunga watu wangu kwa fimbo ya enzi. Tunasema waandishi wanasema maana amezaliwa kwa nini? Kwa sababu ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Nabii amesemaje? Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, wewe Bethlehemu huu mdogo, hata kama wewe ni kajimbo tu kakitunda kapale kibeberu, wewe sio mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Haleluya. Amen. Nataka mahali fulani panoge hivi. Nataka pafanye nini? Panogeje? Mtu yoyote anayejua nguvu iliyoko ndani ya Kristo hatikisiki. Amen. Mtu yoyote anayejua nguvu ya habari ya Yesu Kristo ni wakupeta. Nataka kumpeti. Aliyenielewa hapa. Yaani ukijua habari, ukimjua Kristo kama Yesu, ni lazima tukutafute kidogo, tukupigie na kasimu kidogo, ni lazima huwa tukufuate kidogo, tukakuombee. Lakini ukimjua Kristo, haleluya. Nisikize nikwambie kitu cha ajabu sana. Hivi unajua sisi tulitakiwa tuitweje? Sisi ni watu gani? Wa Kristo, sio wa Yesu. Amen. Hajanielewa, ngoja nikae hapa. Nasema sisi ni wa nani? Wa Kristo, sio wa Yesu. Kama kuna watu wanataka kunielewa huku. Haleluya. Wanatuita sisi wa Kristo, hawatuiti wa Yesu.
Anasema kanisa la kwanza lilianzia huko Antiokia. Paulo alipoenda akasema akawapata watu wakaitwa Wakristo. Alitakiwa waseme wa Yesu. Panzi alitoka kwenda kupanda mbegu njema shambani mwake. Nyingine mbegu zilianguka wapi? Nyingine wapi? Lakini kuna nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Na mimi leo nataka nikutabirie uwe udongo mzuri. Amen. Nasema nataka nikutabirie leo uwe udongo mzuri wewe. Amen. Uweze kupata kile cha, kuna vitu ukifahamu adui hata ngwambie, shetani anakujua wewe ni wa mwilini. Mizimu ya kwenu inakujua wewe ni wa mwilini. Wachawi wanakujua wewe ni wa mwilini. Sasa leo wanatakiwa wajue wewe sio wa mwilini. Wewe ni wa rohoni. Amen. Ukishajua hivyo, yani hakuna roho ya mizimu ya kweli itakayo kufuatilia. Hakuna mchawi atakaye kuloga. Amen. Mchawi harogi mwili, mchawi analoga rohoni. Amen. Anauloga mwili wa rohoni, harogi mwili. Sema ameni. Amen. Haleluya. Wewe unajua siku tu kuna kifafa cha ukoo. Sio wewe. Tumoja sema mimi niendelee mahali. Amen. Damalisi upo mwanangu? Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema maana mtu akiwa ndani ya Kristo, sio mtu akiwa ndani ya Yesu. Najua nimekuumiza hapo, umechukia. Si unajua sisi tulikofundishwa kule. Haleluya tena. Haleluya tena. Maana mtu akiwa ndani yake Kristo amekuwa kiumbe ya kale, tazama. Ukiona mkoba wa uchawi wa kweli unakufuatilia, mwana wa Mungu, bado wewe unamjua kama Yesu. Yaani wewe unamjua kama mtu wa mwilini. Leo nataka nikutoe kumjua kama watu wa mwilini. Ujue kwamba Kristo ni Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Tukiingia ndani yake, ya kale yote yamepita, sasa yamekuwa nini? Mapya. Mkoba wa uganga utakufuatiliaje hapo? Yaani kansa ya ukoo itakufuatiliaje hapo? Yaani pressure ya ukoo itakufuatiliaje? Na husika nini? Wameshachukia watu, sio ni wagonge tena, niendelee mahali fulani. Haleluya tena, haleluya. Haleluya tena. Mizimu inapenda sana uwe wa mwilini. Ngoja nikwambie, Mungu baraka alizotubariki hakubariki mwilini mwanangu. Amezibariki wapi? Si mtu mmoja aseme amina. Mungu baraka alizokubariki wewe hakubariki kwenye huu mwili, kwa sababu mwili unapigwa, huu mwili unaharibiwa muda anytime. Yeye alichokifanya anasema kwa baraka zote katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sasa kama vivyo katika ulimwengu wa roho, wewe sio mwili, wewe ni roho. Na ndio maana ukifa leo tunasema tunauaga mwili wa Mdoe. Mdoe yuko wapi? Watu hawajanielewa hapa. Leo ukifa wanasema tunauaga mwili wa mchungaji Elieza. Tunaenda kuaga mwili wa mchungaji mwenyewe. Haleluya. Haleluya tena. Hebu tusome kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 4. Anza mstari wa 11 pale mpaka wangapi? Kuna mahali ukifika nitakwambia panatosha. Waefeso sura ya 4. Mstari anzia wa 11. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Soma. Naye alitoa. Utasoma kama mstari wa 15. Na yeye alitoa wengine kuwa mitume. Yaani Mungu aliwatoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Aliwatoa hao Mungu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa kusudi amewatoa katika hizo nyenzo 5 kwa kusudi la kuwakamilisha nini? Watakatifu. Endelea tena. Hata kazi ya huduma itendeke. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Yaani leo au msomaji unasoma tofauti? Nitarudia. Sio mwili wa Yesu ujengwe.
hata mwili wa Kristo ujengwe. Kumbe hawa mitume, manabii, walimu na wachungaji na wainjilisti wametengenezwa kwa kuimarisha washirika, lakini ili mwili ili mwili wa rohoni ufanye nini? Ujengwe. Yaani mimi ninavyosimama hapa, mimi nakujengea wewe mwili wa rohoni, na uharibu ule wa zamani, ule wa magonjwa na uharibu ule wa kale na uondoa, ili ujengewe mwili usio na mateso, ili mwili wa Kristo ujengwe. Endelea. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Kwanza umoja wa imani katika roho. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Subiri, mtoto mwana. Unajua nataka Pastor, si mnanielewa anachokiongea? Anasema tumfahamu sana nani? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana wa kiume. Unaanza kuelewa kitu fulani pale? Kwamba kwa sababu Mungu ili afanye kazi ulimwenguni anahitaji mwili. No way, lazima tu mwili unaitwa Yesu ufanye nini? Uje. Lakini ndani ya huo mwili unaitwa Yesu ataingia mtu aitwa nani? Mwana, ambaye ni nani? Kristo. Na huyo ndiye athari, huyo ndio kiboko, huyo ndio mwenye uwezo mkubwa. Umemaliza 15? Bado. Endelea. Hata kuwa mtu mkamilifu ni lazima uwe nini? Kima cha Kristo. Hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Haleluya. Rudia pastor, na mtumishi wa Mungu hajaelewa hicho kitu unachokiongea hapo. Anasema hata kufika kwenye cheo, hicho cheo chenyewe cha ukamilifu wa Kristo. Kufika kwenye cheo, hicho cheo chenyewe cha ukamilifu wa Kristo. Yaani maana nguvu ya rohoni. Ndio bana pale anasema atukuzwe Mungu Baba katika ile wa Efeso 3:20, ndio. Atukuzwe Mungu Baba aweze kufanya mambo makuu na ya ajabu mno ambayo tusioweza kuyawaza, ile kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Anaposema kwa kadiri ya nguvu, anaongelea ile nguvu ya Kristo. Amen. Zamani kwa najiuliza kwamba watu wanasema hatulogeki. Mwanangu, ukiwa na sema oye. Amen. Sema oye. Amen. Ukiwa tunatembea na neema hiyo ya, sikia ngwambie, neema ya Mungu Baba imewekwa ndani ya Kristo Yesu. Amen. Neema imewekwa ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Haikuwekwa katika hilo jina la nani? La Yesu. Neema. Some kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza. Tusome pale hapo, tuingie mahali. Tutaenda tu mahali utafurahi tu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Hebu tuanze kitabu cha kile tunachokifahamu sana. Kitabu cha nani? Tuanze ile Yohana 3:16. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Nitasoma. Mimi nataka unielewe tu. Ukinielewa unahitaji kuombewa. Kwa maana mashetani yakielewa kwamba unaelewa kinachokiongea, hakuna kuombeana hapa. Ni wenyewe wanachomoka, tunajiondokea. Wanajichomoka, tunajiondokea. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, hata akamtoa mtoto au mwana, hata akamtoa nini? Mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bado tutaenda mpaka utaitika tu. Nasema mpaka utasema amina tu. Haleluya tena. Haleluya tena. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Ulimwengu. Pendo. Mungu aliachilia pendo. Mungu alitoa pendo.
yule tuliyepewa ni mwana, ni pendo, ni mtu ametupa, ni zawadi, ni mtu amekaa mahali anasema jamani, hii saa, hii simu nzuri nimpelekee Mdoe, ni zawadi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. 17. Subiri, soma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 hata 19. Nitasoma. Mwamshe aliyelala tulali kanisani. 16. Unaogopa nini kusikia neno la Mungu? Waraka wa Yohana wa kwanza. Subiri kidogo, mtumishi wa Mungu. Neno ndio linabadilisha mtu. Shetani hakuogopi ukiwa unaomba sana. Ukiomba sana utavamiwa na mizimu ya kwenu huko. Shetani anaogopa mtu aliyejaa neno la Mungu, sababu ni upanga, sababu ni moto, sababu ni silaha. Haleluya. Amen. Soma hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 hadi 19. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Soma. Katika hili pendo, maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, katika hili pendo limekamilishwa kwetu. Hili pendo la maana hii Mungu aliupenda ulimwengu, hili pendo limekamilishwa kwetu. Ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, usiitike, lazima tuende kidogo. Leo ni kama Sunday school na tukimaliza tunaondoka. Kwa kuwa kama yeye alivyo. Aliyetoa pendo ni nani? Mungu. Sema Mungu sasa. Aliyetoa pendo ni nini? Mungu asema, rudia sasa. Kwa kuwa kama yeye alivyo, kama yeye Mungu alivyo, ndivyo tulivyo nasi. Ndivyo na sisi tulivyo. Soma baba. Ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwa kuwa kama yeye Mungu alivyo, ndivyo na sisi tulivyo humu ulimwenguni. Amen. Yaani mimi ninavyotembea Mdoe kwa lile pendo, na mimi ninavyotembea, falme zote zinanihesabu mimi ni Mungu. Amen. Falme zote natakiwa zitii. Amen. Sasa shetani hataki ufahamu hilo kwamba wewe ni Mungu. Amen. Mtelewe kidogo mbele. Katika pendo hamna hofu. Katika pendo, cha kwanza hamna hofu. Lakini pendo lililo kamili, lile alilolitoa Mungu kule mbinguni, lile pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Yesu asifiwe. Sijui naelewa peke yangu, Mungu Isaka. Lakini katika lile pendo huitupa nini? Nje hofu. Yaani maana yake kumbe mtu yote mwenye hofu ya kufa, ya kuuawa, ya kuugua, hajapata pendo. Hajapata pendo. Hajampata nani? Kristo. Hajampata pendo, hajapata Kristo. Ukipata pendo, ukipata Kristo, hautakuwa na hofu. Hauwezi kutembea una hofu huku. Haleluya. Amen. Nakumbuka siku moja wakati mwaka 90 ngapi, 96, natoka zangu kazini pale Manzese. Kumbe mama mmoja alianua nguo yake uani kule, alafu akaikunja vibaya, si akaiweka dirishani pale. Na dirisha lile kuna unajua madirisha ya Uswahilini Manzese. Kwa hiyo mimi nilivyoingia kile kitenge nilivyokikunja, nikaingia kwenye chumba changu kaangalia, na taa nilikuwa sijawasha. Nikaangalia nikaangalia tena nikaona sura ya bundi. Haleluya. Sasa ile ghetto tulikuwa tunakaa watu wangapi? Wawili. Mimi nimeingia kwenye dirisha hivi naona kwa mama wakati wa kuanua nguo zake akakunya nguo wakati anaweka hapa akaisahau dirishani kwangu. Mimi nimeingia kwa sababu sina Kristo. Nimeangalia kuangalia hivi. Sasa ile hofu ujue na kuumbia picha. Sijui kama mtu anaelewa hicho kitu. Hofu inakutengenezea nini? Picha ya kitu fulani. Na mimi na mtu yoyote mzambi anaogopa kufa kupita kitu. Kuna mtu aliyesema amina, nikaendelea hapa. Amen. Sasa angalia dirisha leo na mbona bundi huyu. Nikasema hapa sasa hapa atakoma just hapa. Mimi nikaondoka zangu nikaenda kulala geto lingine kwa washikaji wengine. Sikumwambia nani? Just. Sasa yeye amekuja. Na yeye alikuwa anapigaga hizi nini? Unajua hizi. Kwa hiyo amekuja yuko hapa. Hana mpango wa kuangalia dirishani, yeye amekuja moja kwa moja. Mimi asubuhi na nyata sasa. Najua Jasi atakuwa amekipata cha moto.
Saa 12 nafika pale nakuta na koroma. Naangalia dirishani. Mbona kama sio bundi? Kuangalia kumbe kitenge kimefanya nini? Haleluya. Hofu inatupwa nini? Katika lile pendo unakamilika. Hofu inatupwa nje. Yaani maana yake hakuna uchawi wala ushirikina unaweza kukaa kwenye mwili wako. Hakuna uganga wala uganguzi unaweza kukaa kwenye mwili wako, sababu pendo limeimarisha nini? Umeimarika ndani. Endelea mwanangu. Kwa maana hofu ina adhabu. Hofu ina adhabu. Ilienda kunilaza nyumba ya pili. Hofu inafanya nini? Ina adhabu. Haleluya. Na mwenye hofu hajakamilishwa kwenye lile pendo. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Hayumo kwenye ile gift, kwenye ile zawadi ile, hayumo mwenye pendo. Kila mwenye hofu hayumo kwenye ile gift. Haleluya. Si kama naeleweka na watu hapa. Ukiona tu mtu ana hofu ile, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, haimhusu. Anasema mwenye pendo, mwenye hofu hajakamilishwa katika lile pendo. Amen. Kumbe waliokamilishwa kwenye pendo hawana hofu, ni majasiri kama simba. Ni majasiri kama simba. Sema amina kwa Yesu. Amen. Aliyekamilishwa kwenye pendo ni jasiri kama, kwa sababu pendo ni Kristo Yesu. Na ndio maana jamaa anakuja anasema, sikilizeni, mna taarifa gani? Wanamwambia taarifa tulionazo, tuna amri 10. Hizi hapa ziangalie. Anazisoma zote, anamwambia ni kweli, lakini katika hii lililo kuu. Haleluya, haleluya. Anamwambia katika hizi zote amri 10 hizi, lililo kuu ni upendo. Kwa lugha ya rohoni maana yake anamwambia lililo kuu ni Kristo. Haleluya. Anamwambia lililo kuu ni Kristo. Anamwambia jamaa, mwambia kauze ulivyo navyo. Anasema siwezi kuuza. Akasema hivi, nazijua amri. Yesu akamwambia, sikilizeni, upendo ndio amri kuu. Akamwambia tena, hii ni ya kwanza. Achana za Musa hizo za mlima Sinai. Hii upendo ni amri kuu, nayo ni ya kwanza. Yaani Kristo Yesu namba 1. Haleluya, 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 haleluya. Kristo Yesu namba nini? Namba 1. Ukimpata Kristo umepata yote. Cha kwanza, hofu inatupwa ndani yako. Na ndio maana ngoja nikwambie kitu simple tu. Ukiwa hujawahi kuokoka, siku ya kwanza kuokoka, kuna kitu ndani yako kinaingia amani. Kwa nini unaingia amani? Hata kama unaumwa unaingia nini? Amani. Maana yake aliyeingia ni Kristo. Huyu anatupaga hofu nini? Nje. Lakini kile mtu uko hapa, Yesu langu la uzima, mwaka si wa 6 tunaenda wa 7. Na bundi unasimama, unataki kulala. Unakuwa kama mdoi wa zamani. Kitenge cha mtu nakifananisha kama bundi. Wapi na wapi hizo picha? Kumbe tu huna Yesu. Mtu mmoja aseme amina pale, endelee. Mtu mmoja aseme tena amina, niendelee pale. Sikia nikwambie, huo ukimpata Kristo kuna vitu unaviacha. Amen. Wa pili aseme amen. Wewe ukiona kuna vitu hujaviacha kwenye maisha yako, hujampata Kristo. Ukimpata Kristo kuna vitu unaviacha. Hata wale marafiki wazuri unawachaga ise. Mnakutana mbali kwamba hai mko poa jamani, fresh. Au unakutana nao kwenye matukio ya nini, ya biashara, ya kazi, mkitoka pale mmeishana. Kwa sababu kuna watu wengine wanaletwa kwako kwa ajili ya kukushika wewe mwilini usiende rohoni. Wako watu hawa wanaletwa kwenye maisha yako, yeye ni kukushika tu, hataki uende rohoni. Sababu ukiwa rohoni kwanza ni affect kwake, anaharibikiwa huyo mtu. Sema amina katika jina la Yesu. Yaani umpate Kristo halafu bado uwe na shosti yule mzinzi, yule mlevi, haiwezekani. Ukimpata Kristo lazima kuna watu utaachana nao. Basi mdoa ashakuwa shetani wewe. Haleluya. Kitabu cha Luka sura ya 2. Na mistari mingi leo utanihurumia. Baadaye tutaenda kukaa vizuri. Sema amen. Baadaye tutakaa vizuri. Sema amina, amina. Luka sura ya 2 mstari wa 6 mpaka 11. Kuna kitu tukiangalie pale.
Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Luka 2:6-11. Ikawa katika kukaa huko, ikawa Mariamu katika kukaa huko kwenye foleni ya sensa, foleni kule Bethlehemu, siku zake za kukaa zikatimia. Siku zake za kuzaa, sio za kukaa, za kuzaa zikafanyaje? Zikatimia. Zikatimia Mariamu, akamzaa mwanawe. Alimzaa mtoto mwana. Alimzaa mwanawe. Tega sikio vizuri, kuna mahali cha kujifunza. Kifungua mimba. Huyo mtoto wake ni kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamvika nguo za kitoto. Akamlaza katika hori la kulishia ng'ombe. Kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na wakilinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Subiri, shikilia hapo. Mwambie jirani yako tuko kwenye Sunday school leo. Hapa Mariamu amezaa huyo mwanae kifungua mimba, si ndio? Huyo mwanae amemlaza kwenye holi la kulishia ng'ombe, si ndio? Anasema muda huo wachungaji walikuwa makondeni wakilisha kundi lao kwa zamu usiku. Malaika amemzaa mwanae. Wachungaji walikuwa makondeni wakilisha kundi lao kwa zamu nini? Usiku. Endelea pale. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla wale wachungaji. Utukufu wa Bwana ukawangazia pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika anawaambia wachungaji makondeni, msiogope. Kwa kuwa mimi leo ninawaletea habari njema ya furaha kuu. Nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa. Subiri kidogo mtumishi, niache kidogo hapo, tutaendelea tu, wala usikoni. Tukimaliza tunasema amina, tunaenda nyumbani. Amen. Si tunaendelea hata siku nyingine. Injili inaitwa nini? Barikiwe mama. Injili inaitwaje? Habari njema. Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 12 pale mstari wa 5 anasema, sura ya 12 mstari wa 7 anasema, nao mitume walikuwa wakihubiri habari njema yake Kristo. Yaani kumbe injili ni habari njema. Huyu malaika anakuja anamwambia msiogope, maana mimi leo nawaletea furaha kwa wote. Nawaletea habari njema. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote. Ndio. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope. Kwa kuwa mimi malaika ninawaletea habari njema. Ndio. Ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu ninyi wote Mwokozi ndiye nani? Kristo Bwana. Kuna watu walielewa hii password hapa. Anasema Mwokozi ndiye Kristo Bwana amezaliwa. Malaika anaelezea habari za nini? Za Kristo. Amesema amezaliwa kwa ajili yenu, Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Amesema maana leo katika mji wa Daudi. Niliwafundisha mwanzo nikamwambia mji wa Daudi ni wapi? Sayuni. Mnanichelewesha. Mji wa Daudi ni wapi? Sayuni. Biblia inasema naye akaipiga ngome ya Wayebusi katika kitabu cha Samueli, akajenga ndani yake, akaita mjini mwa Daudi, yani Sayuni. Na nikasema Sayuni ni wapi? Rohoni. Na watu kumbe hapa. Sayuni ni wapi? Rohoni. Sayuni ni rohoni. Kwa hiyo Yesu asingezaliwa mwilini, asingezaliwa Yerusalemu. Ndio maana Yerusalemu walichukia kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Akaenda kazaliwa mjini mwa Daudi ambapo ni Sayuni. Yaani Yesu amezaliwa rohoni. Yaani wewe ukimpokea Yesu leo, haumpokei mwilini, unampokea wapi? Rohoni. Amen. Ukimpokea rohoni, akishengia moyoni mwako, akikaa ndani mwako,
Sasa utakapokuwa unajiungamanisha, gamba la nje, jumba la nje linabadilika sasa. Amen. Mwambie nako tutafika hapo kwenye kima cha utimilifu wa Kristo. Tumpate Kristo, halafu mwili wa nje ubadilike. Yaani inawezekana ukawa umelala, wewe ni mkeo au mumeo ni mchawi, halafu unakoroma ile harufu tu ya mkoromo ile, yeye anaungua moto. Wamesema wanne tu amina, watano tu wamesema amen. Ifike mahali yani baadaye mwili wako huu, takufundisha tu Mungu atakaponijalia, inatakiwa mahali ukisikia tu ndio wameiba nguo zangu za ndani, sijui nilikuwa nimeanika chupi zangu wameziiba. We, chupi ya mtu aliye na Kristo inaibiwa? Ni kala moto, ni kala moto. We ukiona wameiba, mtafute Kristo mwanangu. Kuambia simu. Wife anakumbuka kuna mtu mmoja alikuja tu akaja kiupendo kabisa, akaja pale nyumbani akasema, jamani, naomba nifue nguo za nani, za mchungaji, hizi ninazovaa hizi, na akapewa. Si mimi tu ni mdoe mla ugali mimi, akapewa hizo nguo vilivyoumana hapa kutosha pale nyumbani, na alipewa nini? Nguo. Yaani maana yake nataka ukimpata Kristo, jumba lako la nje libadilike. Halafu anayekugusa wewe, anasema akikugusa wewe umegusa mboni ya nani? Shia ni kwamba adui anataka sisi tuwe tu mwilini tu. Nataka umpate Kristo ili uwe wapi? Na nikasema yeyote aliyempata Kristo aliacha. Soma haraka, malizia hapo tuendelee mbele. Haleluya. Na hii ndiyo ishara kwenu. Ndiyo ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika. Hebu sema mara. Sema tena mara. Walikuwepo pamoja na huyo malaika. Wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema. Haleluya. Hujaelewa hapo, ndio maana hujapiga kelele na kushangilia wewe. Yaani Mikaeli, malaika Gabrieli ndiye aliyetumwa pale, alitumwa kuambia wachungaji nini? Makondeni. Alipokuja yeye akaja na ujumbe mkubwa kutoka mbinguni, wamemsindikiza, lakini wao wamemsindikiza wanaimba tu. Yeye anawapa taarifa wa wachungaji makondeni kwamba amezaliwa Kristo ndiye Bwana. Hawa wa majeshi kuwa wanaimba tu, yani oya. Ndio maana nikakwambia huwezi kumpata Kristo pambio zinaimbwa alafu wewe umekaa unasubiri kuamshwa. Tunakushangaa kweli. Hata kama ni mtu mzima, kwa Yesu hakunaga wazee. Hata kama ni mgonjwa, kwa Yesu Kristo hakunaga wagonjwa. Haleluya. Yaani mpaka Tony hapa aseme jamani simameni. Tunakuwa na nini na wewe? Huwa zikipigwa shangwe za Bwana zinazomhusu Kristo, tunasimama. Amen. Tukirusha miguu tunarusha miguu, tukiruka juu tunaruka kama Wamasai. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko walio nje. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje. Haleluya. Amen. Kama mwanangu nimbamalizia hapo tutachelewa bure. Biblia inasema malaika alipomaliza kuambia wale watu walikuwa sema amen. Kwanza walikuwa wanalinda mifugo yao kwa zamu usiku. Angalia kuwa macho, linda ng'ombe, mimi nalala kidogo. Mama Samueli, linda mifugo, mimi nafanyaje? Wanalinda mifugo yao kwa zamu. Walipoletewa habari na malaika, Biblia inasema wakaacha. Hakuna aliyenielewa bado hapa. Wakaacha mifugo yao yote. Hakuna anasema wewe baki hapa Ginesi, wewe endelea kusubiri sisi tuende kuangalia mtoto. Na wao eti wakafanyaje? Biblia wakasema wakatimua. Yaani kumbe kila anayempata Kristo ni lazima aache vyote. Ongeza makofi mahali kama unaendelea katika jina la Yesu. Ongeza tena mahali kama unaendelea katika jina la Yesu. Huwezi ukawa na afu unaweza kuweka
Acha nikae hapa mimi. Haleluya. Kuna vitu ambavyo tutapimwa katika ule utimilifu wa kima cheo cha nani? Cha Kristo. Kuna vitu lazima tuviache. Asikudanganye mtu, lazima tuviache. Aisee, mbingu si mchezo wa soka. Sio padogo hivyo. Kuna namna ya kufanya alo. Yaani uweze kuwa kwenye friji, una friji inakaa chumbani, ina whisky ya wageni wale mashuhuri. Halafu huku nje huku utaweka soda kwa wapendwa walokole hawa. Wasije wakaona wapi. Hakuna taamina huku. Amen. Huwa tukishampata Kristo tunaacha vyote. Wale wachungaji Makondeni sikujua kama ongeacha mifugo yao yote. Mnamwachia nani? Wasema itajuaga. Sema amina mahali katika jina la Yesu. Ongeza tena ameni mahali katika jina la Yesu. Kuna kituko kimoja kiko pale, sio nisome hapo au tu. Haleluya sana. Kuna namna ya kumjua Yesu kwa tabaka nyingi, kumjua Kristo kwa tabaka nini? Nyingi sana. Unaweza leo kumjua Kristo kama Myahudi. Kama Myahudi kabisa. Na unaweza leo kumjua Kristo kama nabii. Hizo nazo ni ngazi pia. Lakini unaweza kumjua leo Kristo kama nani? Masihi. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Nataka niongelee hiyo issue kwenye kitabu cha Mathayo, Yohana sura ya 4 pale kuanzia mstari wa 4 kuendelea. Hizo habari ziko pale mpaka 4 mpaka 20. Yohana 4 mstari wa 4 mpaka 25. Kuna hiyo story iko hapo. Story inasema hivi: basi Yesu yapata majira ya saa 6 mchana, si ndivyo? Akaenda katika kisima cha Yakobo. Alipofika pale akakutana na mwanamke. Yesu ikambidi apite katikati ya nini? Ya Samaria. Akakutana na nani? Na mwanamke. Alipofika yule mwanamke akamwambia, mama, nipe maji ninywe. Anayemuomba maji ni nani? Yesu. Sema Kristo. Twende vizuri upate kunielewa vizuri. Anayemuomba maji ni nani? Kristo. Anamwambia mwanamke Msamaria, nipe maji ninywe. Yule Msamaria akasema, sisi wa Samaria na Wayahudi hatuchangamani kamwe. Kwa hiyo issue ya kukupa maji sahau. Namshukuru Mungu nimefundishwa vitu vingi nilivyotoka na kwa kwenye wokovu. Hivi unajua kuna madhehebu wakisikia kuna madhehebu la Yesu wangu zima tunaenda jehanamu. Amjali tuseme amina wanachanga. Unajua kuna madhehebu fulani wanajua wao kwenye mbingu ni ya kwao tu. Hawa wanamjua Yesu kama nani? Myahudi. Watushangamani nao wale. Hawajaokoka wale. Wasaliti. Usinitajie hiyo jina hilo dhehebu. Kaa nalo wewe mwenyewe utajua mwenyewe. Yaani hao hawatakagi kusikia kabisa habari ya dhehebu lingine. Hao naifikiria wasema jamani. Ndio huyu mama anasema wewe ni Myahudi, mimi ni nani? Hajui kama maandiko yanasema wokovu watoka kwa Wayahudi. Hajui kujua kwamba Biblia inasema wokovu unatoka kwa nani? Kwa Wayahudi. Kwa Wayahudi. Yesu anamwambia, ungalijua anayekuomba maji wewe, ungemuomba yeye na angekupa maji yaliyo hai. Jamaa anamwambia mwanamke anamwambia Yesu, kisima hiki ni kirefu sana. Alafu wewe umekuja bila ngata ya kuchotea, utachotaje huko mpaka unipe mimi? Yesu akaona hii kitu hii ni walile dhehebu lile. Sema amina katika jina la Yesu. Mzee Mateo je, uko na madhehebu yale? Wakisikia kuna dhehebu linaitwa Yesu wangu lazima. Dhehebu gani hilo? Yaani wenyewe wanajua mbingu ya kwao kabisa, wamewekewa wao. Kumbe Biblia inayosoma inaniambia pale pana vitabu cha matendo na kitabu cha nini? Cha uzima. Hivyo vitabu ndio vitakavyofunuliwa pale. Alafu pale bahati mbaya kwa sisi wa Kristo hatuulizwi hata mchungaji wako ni nani. Habari ya asubuhi. Pale hata mimi mdoe napiga mbio niingie kivyangu pale. Tupishane kila mtu. Haleluya, haleluya. Anasema yani dhehebu gani hilo? Yesu lango la uzima. Kuna dhehebu inaitwa hilo. Wewe naye jina lako dhehebu lako nini? Mimi jina langu ni herufi chache kifupi.
TANESCO, kirefu chake TANESCO au Shorais. Usimalizie ya mbele. Haleluya sana. Wanakuambia ni hakuna watakaoingia mbinguni. Mimi nilifika mahali hapo, wakataka kuniongoza sala toba. Nimefika nikajitambulisha, jamani mimi natokea Kilicho, niko EGT. Nikaambiwa, wazee wakanishika mkono, sawa kijana, lakini unajua hujaokoka, unajua hutaenda mbinguni Yesu akirudi. Nikamwambia mnasemaje? Tulizungushana, wazee wamekoma. Mchungaji kaambia kambatizeni. Kaambia jamani nishabatizwa. Wataka nipige ubatizo sasa. Maki nilipigwa ule wa maji machache wa kule kwangu. Nikapigwa nilipoingia EGT. Hawa jamaa wataka nitandike ya tatu. Nikamwambia hapo mmechemka. Kama ni vipi mimi siji tena kanisani kwenu, acha nikapotelee mbali huko. Sema amen tena. Yaani mtu anayemjua Kristo kama Myahudi, huyo mtu huwa ana tabaka, ana matabaka. Hata kanisani kuna watu baadhi hawapendi, wameshachukia huko. Anayemjua tu kwamba Yesu kama Myahudi, hata kanisani ana makundi, ana watu fulani ambao kidogo hao wanaona kidogo hawa ni watu. Biblia inasema Yesu akamwambia, wewe mwanamke, niitie mumeo hapa, mimi na wewe tumeshindwana. Yule mwanamke akasema, mimi sina mume. Yesu akachomeka gia ya pili, akamwambia, najua na huyu uliye naye ni wa sita, na sio mumeo, ni mume wa mwingine, ni mume wa mtu. Mwanamke akizikaza kumwingia nondo, akaangalia akasema, au wewe ni nabii? Sema amina kwa jina la Yesu. Alipoambia niitie mumeo unanizingua, akasema, au wewe ni nabii? Unajua alichokisema mwanamke? Anasema sisi hatuhangaike na manabii, tunahangaika, tuna taarifa, tuliambiwa kwamba yuaja Masihi, ndiye Kristo. Haleluya. Huyu Yesu akamwangalia tu, akamwambia wewe ni nabii. Yaani kumbe kuna namna kumjua Yesu kama Myahudi, kuna namna kumjua Yesu kama, ukimjua Yesu kama nabii, yani wewe ukija ibadani hapo unasubiria tu mimi nikutabirie. Bahati mbaya sana umenoa, kwa sababu mimi nataka ushijae neno la uzima. Uzima ni neno la Mungu. Ila ukijaa mapepo mashetani hata kaa kwako kukutabiria, sikutabiria. Hata nikipewa unabii wako naangalia nisemeje. Ukimjua Yesu kama nabii, yote nabii sema. Haleluya. Haleluya. Prophesy. Go deeper, man of God. Go deeper. Unasikia tu bwana, bibi yako alikuja ulivyozaliwa, akachomoa kitovu chako, akakiweka kichwani, akapaa nacho kwenye anga. Unasema Sema amina mapasta. Sema ameni tena. Haleluya. Mwambie jirani yako, wewe unamjua Kristo kama nani? Mwambie jirani yako, wewe unamfahamu kwa Kristo kama nani? Mwambie akusikia, asikununie. Mwambie usiniletee sura ngumu hapa. Mwambie wewe unamjua Kristo kama nani? Haleluya, haleluya. Wakati wote huo wanaongea, mwanamke katoa macho, kakomaa, hajaondoka, hajaenda popote. Biblia inasema akamuuliza, tumeambiwa yuaja Masihi ambaye ndiye Kristo. Yeye huyo akija atatuambia habari zetu zote, atatuambia yote atupasayo. Yesu akamwangalia, akamwambia huyu unayeongea naye ndiye. Alipomwambia ndiye, Biblia inasema yule mwanamke akauacha mtungi wake kama wachungaji walivyoacha mifugo yao, na yeye akatimua mbio, akakimbilia Samaria, akaenda kuita watu wa Samaria, maana amemjua nani? Kristo Masihi. Ukiwa hujamjua Kristo hauachagi vitu. Kuna vitu lazima vitakugandaganda tu. Biblia inasema akaacha mtungi wake, akatimua mbio. Yesu ana mwanamke akimbia wapi? Akaenda Samaria, anapiga kelele, jamani nimemuona yule aliandikiwa na manabii, Yesu Kristo Mnazareti, yuko kisimani leo, ameniambia habari zangu zote. Anasema Samaria yote ikamfuata.
Wamemfuata, wanamfuata mwanamke. Jamani, kweli Masihi? Masihi kweli? Kwa sababu Uyahudi wote wana shauku ya kumsikia nani? Masihi, kama alivyoambiwa. Wakajaa kwenye kisima. Walivyojaa pale, jamaa liko taratibu tu linaanza. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu njema shambani mwake. Nyingine zilianguka kwenye miba, nyingine zikaanguka kwenye mchanga, nyingine zikaanguka kwenye mawe, nyingine barabarani, nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zikazaa 100, 100, 130. Hao ndio waliolisikia neno la Bwana na kulishika. Hao ndio waliompata Kristo. Sema amina katika jina la Yesu. Ongeza ameni tena katika jina la Yesu. Kila aliyempata Kristo aliacha vyote. Haleluya, aliacha vyote. Mizimu ya kwenu inapenda sana wewe uwe mwilini. Inapenda sana. Inapenda sana. Wachawi wanapenda sana wewe mwilini, wakutwange vizuri. Lakini wachawi ukiwa rohoni, wana Na ndio maana mimi wakati mwingine tunacheka niko mwilini kabisa. Lakini kuna Roho Mtakatifu akiniambia bonyeza batani ya rohoni, nageuka kuwa nini? Kuwa kala moto. Sema amen. Kuwa kala moto. Nilimwombea jamaa wangu mmoja akamtoa mapepo, tuko wawili kwenye gari, afu gari inatembea. Wewe unaweza hiyo? Wasema katoa mtani, wewe uogopi? Haleluya. Sema amina. Kakaa huku na mimi nakaa. Kila nikikaa naye Roho Mtakatifu ananiambia mtu ana mapepo. Tuanza kuongea vizuri, tuongea biashara, mara kanyamaza. Mara ananiangalia kwa macho ya ajabu. Mara mimi anashusha kioo, anageukia nje. Mimi napandisha huku kioo, anakishusha tena. Nikasema hapa vimefanya nini? Vimeumana hapa. Nikaanza kupeleka mgolombe kwa jina Yesu. Sisi kwetu hatutaki kukaa vitu vizuri, hatutaki kukaa kwenye vitu vizuri. Vitu gani? Kwa nini unamwekea AC? Mtumishi wa Mungu, kuna watu hawataki kukata kwenye upepo kama huu. Yaani mizimu ya ukoo iruhusu wawe na AC, wawe na vitu vizuri. Kwa nini? Asili ya kwao hawataki. Nikapiga pawa jamaa. Nikamwambia mumwachie. Wewe je, kuona mtu akipanda ndege anaomba mfuko kutapikia? Sema hapa hampo. Haleluya. Sisi kule milimani tunajua tukiandaga Lushoto kwetu. Tukianza pale Mombo kukunja tunasikia kondakta anagawa mifuko. Anaga mifuko ya nini? Ya kutapikia hiyo. Yaani hataki hewa nzuri ile ya Lushoto, ile hewa ya kama ya wapi Edeni ile. Ya Ulaya barikiwa dadangu. Ya Ulaya ile haitaki ile hewa ya pika. Si unatakiwa ukemee wewe. Mmoja aseme amina mahali. Sisi tunakaa Ulaya bwana. Pale itakiwa tukifika tunafungua vioo. Unapata upepo unaingia. Alafu nasema haleluya. Amen. Unanena na kwa lugha pale, unapandisha wapi? Unapandisha Ulaya. Sasa wewe gari nzuri utaki, ndio utalala kwenye kitanda kizuri wewe? Kuna hata amesema amina, wameshachukia huko. Haleluya tena haleluya. Najua vitu ni anasa bwana. Anasa. Moto anasa. Haleluya. Yaani kitimoto anasa. Wewe umelogwa tu. Haleluya. Wenzako tunakibanika. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Ifike mahali watu wa Yesu lango uzima, tukija kwako tukute jiko la nyama choma liko pale. Amen. Alafu unatoa bwana, hawa ni sungula, hawa ni mbuzi, hawa ni kondoo, utakata wapi? Haleluya. Sasa nyama usubiri mpaka maombi ya kanisa. Utakuwa umerogwa tu. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Sema ameni tena. Amen. Mtu yoyote asiyetambua umwana ana mateso makubwa. Asiyetambua kwamba ni mwana wa Mungu. Unajua ukijua ni mwana wa Mungu, maana yake vya Mungu vyote ni vyako. Anytime unaweza kumwambia Mungu nipe hiki ni changu, na anakupa kama mwana. Na nikawafundisha kipindi wengi ngambia hivi, anayejitambua kama ni mwana huwa haombagi. Anamwambia baba nipe gari mwaka huu, nipe nyumba mwaka huu, nipe safari ya nje, nipe. Haleluya. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nimejaliwa kuijua siri ya ufalme. Kuanzia leo siwafundishi tena habari kwa mifano, bali nitawafundisha waziwazi. Jamaa wanamtegea siku, anamwambia na hivi ninavyoongea na nyinyi
mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wenye dhambi na atauawa na siku ya tatu atafufuka. Kuna mtu alisema amina hapa? Yaani kabla hapo mwanzo nyuma aliwaambia hivi, watalivunja hekalu kwa siku moja, alafu baada ya siku tatu nitalijenga. Wakasema jamaa, hekalu la Sulemani tumejenga miaka 17. Kwa nini anawaambia hivyo? Kwa sababu hawamjui Kristo. Biblia akauliza akawaambia, eti uko nje watu huninena mimi kuwa ni Wakasema tumepita mahali wanakuambia wewe ni Elia. Tumepita mahali wanakuambia wewe ni Yohana Mbatizaji. Tumefika mahali wakasema wewe ni mmojawapo wa manabii. Yesu akasema, kumbe uko nje watu wanijui mimi ni nani? Akawauliza akamwambia, na nyinyi je, mwaninena mimi kuwa ni nani? Biblia inasema Petro akajibu akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alipomwambia vile, Biblia inasema Yesu akamtazama Petro kwa kumtamani, akamwambia Petro, mwili na damu havijakufunulia haya, ila Baba yangu wa mbinguni ndiye amekuambia kwamba mimi ni Kristo, ndio maana umetambua haya. Amen. Na akawaambia mko 12, lakini wewe peke yako Petro nitakupa ufunguo wa ufalme. Wewe utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, ukilifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu umenijua kwamba mimi ni nani. Kila aliyemjua yeye kwamba ni Kristo alipewa ufunguo wa ufalme. Wewe ukiona kuna mambo uyafungui mahali, haujamjua kwamba yeye ni Kristo. Lakini ukimjua tu kama yeye ni Kristo, anasema yeye anakupa ufunguo, na huo ufunguo unaweza ukasema, nafunga kansa kwenye familia yetu, nafunga umaskini kwenye familia yetu. Amen. Nafunga watu kutoka kusoma kwenye familia yetu. Amen. Wanainuka maprofesa tu, madokta wanapanda juu. Kwa nini? Amen. Ulipewa ufunguo mtu mmoja aliyemjua Kristo mahali. Aliyenielewa na aseme amina katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Kumbe ilikuwa ni siri ya Mungu peke yake. Na ndio maana nabii Yeremia yeye akasema nyakati zinakuja yuaja Masihi wa Bwana. Yeye anaongelea habari ya Masihi. Na Wayahudi wote wakapokea kwamba ni Masihi. Kumbe Masihi tafsiri yake ni Kristo. Yaani mpakwa mafuta. Ni Kristo. Yesu akaiweka kama password. Malaika anasema Kristo ndiye Bwana. Yaani kwenye Biblia ukisoma mahali palipoandikwa Bwana Mungu, ujue ni nani? Shachukia. Kwenye Biblia ukisema tu mahali palipoandikwa Bwana Mungu, ujue ni nani? Ni Kristo. Amemficha, hakutaka mtu ajue. Na ndio maana hata Adamu na Eva pia hawakumjua kwamba yeye ni Kristo. Mtu mmoja aseme mimi nataka kumalizia pale. Wa pili aseme mimi nataka kumalizia pale. Nisikie nikwambie kitu kimoja. Biblia inasema Mwanzo 1:26 kwamba Mungu aliumba mtu mume na mtu mke akawaumba. Siku moja, saa moja, dakika moja, sekunde moja, akawabarikia hao watu, mtu mume na mtu mke. Mungu aliwaumba. Alipoumba anasema akawabarikia. Si washakuwepo hao? Akamwambia zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi. Alipomaliza pale Mungu anasema Mwanzo 2 mstari wa 4 anasema Mungu akaumba jeshi lote, na siku ya sita Mungu akafanyaje? Akapumzika. Alipopumzika, katika kitabu cha Mwanzo 2:7 anasema akatokea mtu mwingine, yeye na Bwana Mungu. Yeye Bwana Mungu alivyotokea akaanza kuchukua mavumbi ya ardhi, karababoshata. Akachukua mavumbi ya nini? Ya ardhi. Yeye akalitengeneza dongo kubwa kama hili. Halafu yeye akalipulizia pumzi ya uhai. Halafu mtu akawa nafsi hai. Yaani kumbe kila kinachoonekana kwa macho kimetengenezwa na Kristo, kimeumbwa na Kristo, kwa sababu yeye ndiye Bwana Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Mungu ndiye aliyemwona mtu huyu si vyema akae peke yake. Bwana Mungu ndiye aliyempa usingizi Adamu akamchomoa, sio Mungu. Najua umechukia hapo. Si utakuwa na mafundisho kama ya Mdo yale ya zamani. Haleluya. Haleluya tena. Yaani Mungu aliumba siku moja, lakini Bwana Mungu aliumba huyu leo, afu akachukua miaka ikaenda sana. Akamtoa nani? Eva. Halafu Bwana Mungu ndiye aliyowapeleka Adamu na Eva wapi? Edeni. Na akawaambia hapo Edeni, matunda yote mwaweza kula Bwana Mungu, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema mabaya msifanyeje? Msile. Nyoka anaenda Edeni kwa lubuni kina Adamu na Eva, na yeye akawa hamjui nani?
Bwana Mungu. Sema amena tena. Nyoka naye akawa hamjui nani? Bwana Mungu. Na yeye anaenda pale Edeni anamwambia Eva, eti Mungu amesema matunda yote msile. Yaani maana yake naye hamjui nani? Bwana Mungu. Alitakiwa nyoka aseme eti Bwana Mungu, kwa sababu Adamu na Eva hawakuwekwa na Mungu Edeni, bali waliwekwa na Bwana Mungu ambaye ni Kristo, ambaye ni Yesu. Haleluya. Haleluya tena. Eva naye anamjibu anamwambia, Mungu amesema twaweza kula matunda yote isipokuwa matunda ya ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Wanaongea pale kila kitu. Mpaka wanakula tunda, hawamjui. Anakuja Mtume Paulo kuifunua hii siri. Kitabu cha Kolosai 1:26 anasema ile siri iliyofichwa tangu vizazi vya Adamu sasa imefunuliwa, yaani Kristo Yesu. Kumbe Yesu ni siri ilifichwa tangu wapi? Neno Kristo lifichwa tangu enzi za Adamu. Kristo Yesu, ile siri iliyofichwa tangu vizazi vya Adamu, yaani Kristo Yesu, kumbe ilikuwa ni siri. Mungu alifanya kuwa ni siri. Ndio maana hata Yesu anamshangaa Petro, umejuaje wakati ile jambo ni siri? Kama ni baba yangu wa mbinguni tu, kama wewe umejua, maana yake baba. Mtu anaelewa pale? Maana kama wewe Petro umejua, aliyekuambia ni nani? Ni baba yangu. Lakini mwili huu na damu haviwezi kufunulia haya, havijui. Kama Petro umejua hii kwamba mimi ni Kristo, atakuwa aliyekuambia wewe ni baba yangu wa mbinguni. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Ukitoka katika hali ya uwana ukienda kuwa katika hali ya mtoto, kuna vitu vyako vya thamani kwa baba yako utavikosa. Niongee kidogo afu tumalize eti. Amen. Mtoto anaweza kaja hapa akakwambia, baba ninunulie ndege. Hajui kama unayo, hajui kwenye akaunti unayo, hajui unazo hela za kununua, una uwezo. Baba ninunulie ndege. Mtoto huyo ujue. Mwana kwanza atakuwa anajua uwezo wa baba yake. Yeye anasema nipe. La. Mwana yeye anasema nipe. Baba nipe nyumba moja, anajua unazo 7. Na ni halali unachokifanya, unafanyaje? Haleluya. Amen. Mtoto anaomba akiwa hana uhakika wa kupata. Na akishakuwa mtoto unaweza kumwambia nitakuletea baadaye, na baadaye usileta, na asiulize. Si ndio nyinyi mnaambiwa letee nini? Mnaagizwaga zawadi na watoto wenu. Nani anaagizwaga hapa? Mama naye. Mama niletee, anataka kukwambia niletee ng'ombe. Na anajua huna hata kamba ya kufungia ng'ombe. Haleluya. Lakini mtoto akikwambia nipe ng'ombe, anajua kuna zizi. Haleluya, haleluya. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Maana yake lipo zizi utamwambia tu kafungue, chukua ng'ombe. Biblia inasema mtu mmoja alikuwa na wana hawa wawili. Yule mdogo akamwambia, alikuwa na wana sio watoto, alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba nipe. Haleluya. Hivi unajua ungekuwa wewe Msambaa ungesema naomba Ushachukia hapa. Baba naomba sehemu ya ulisi wa mali yangu. Angejua alijajitambua ili bado ni toto. Liachege hapo. Haleluya. Jamaa alivyojua kwamba hiyo mali ya sehemu ya ulisi wake ipo, akamwambia baba nipe sehemu yangu ya mali. Hivi unaona hicho kitu? Kumbe ukiitwa mwana unataka, sio unaomba. Oho. Kwa mtu anaelewa hapa? Amen. Ukimwona mtu asiyejijua sana, hata akiwa na 500 yake 2000 yake anaenda dukani, anasikia naomba kiberiti. Najua mje kuwaona hao. Yaani pesa ni ya kwake alafu anaomba kiberiti, naomba chumvi. Au unajua mje kuwaona. Unajua anajitambua anasemaje? Nataka anacho kinachosababisha kupewa. Huyu anamwambia baba nipe mimi leo sehemu si wa mali yangu. Anasema baba akachukua shehena akamwambia bwana hela zako.
Jamaa akamwambia familia bai, akabeba mzigo akaenda zake wapi? Sitaje lile eneo. Alienda Biblia sema akakutana na wenyeji wa mji. Alipokutana nao kwanza akamwambia, bwana sikiliza wewe, klabu nzuri iko hapa. Unajua baa nyama choma iko hapa. Unajua machangudoa wanauzwa hapa. Unajua hapa. Anasema akamonyesha kila mtaa. Walipoonyesha kila mtaa, jamaa mara mali zilipoisha anawauliza wale waliomkaribisha, anambia sasa jamani, nilikuwa na hela lakini nimefanya nini? Zimeisha. Jamaa wakampa mchongo tena. Wakamwambia hapa kuna kazi nyingi sana. Kuna mzee Shirima pale ana banda la nguruwe, anahitaji wafanyakazi. Yaani mtu ukitoka kujijua kutoka kwenye uwana ukaingia kwenye utoto lazima ule makombo. Hakuna mtu aliyenielewa hapa. Ukitoka katika uwana ukakaa kwenye nafasi ya mtoto utakula makombo. Biblia anasema jamaa kalisha nguruwe, baadaye akaanza kula makombo ya nguruwe kwa muda mrefu sana. Baadaye akawaza akasema, hivi kwa nini napata shida? Pale nyumbani kwa baba yangu kuna wafanyakazi wengi sana. Acha mimi tu nimwambie baba katika wanao na mimi nisiwemo, ila nije kwa ajili ya nini? Ya msosi. Nikae sehemu ya wafanyakazi tu nile msosi kuliko kula makombo. Ukitoka katika nafasi ya uwana unaenda kwenye kula nini? Makombo. Bahati nzuri baba yako ninayekuambia leo hajasahau kwamba wewe ni mwanae. Bahati nzuri baba yako ninayekuambia ambaye ni Mungu mpaka leo hajasahau kwamba wewe ni mwanae. Hajasahau. Wewe umetanga, umeharibu mali, umeharibu nafasi yako ya uwana, umekuwa mtoto, bado hajaharibu. Yeye anasema tu ni mwanangu. Haleluya. Biblia anasema huyo mtoto akawaza moyoni mwake, akasema ngoja nitarudi kwa baba yangu, nimwambie baba nimekosa mbele yako na mbele za Mwenyezi Mungu, nifanye tu kwa kama mwanao. Akatoka pale hajaaga kwa mzee Shirima, akaondoka zake, anaenda wapi? Kwa baba yake. Mavazi yamechakaa, mavazi yameisha. Anafika mahali Biblia inasema ni kama Mungu naye anamtoa baba yake ndani ya mji wake. Anaangalia tu mandhari ya nini? Ya mji wake. Yule mzee anaangalia tu kwa mbali kule, anaona kama kuna mtu anakuja. Mbona ni kama mwanangu aliyepotea siku nyingi, aliyetanga mbali siku nyingi. Biblia inasema yule baba alikuwa na mavazi ya kifahari, sababu ni tajiri. Akayavua yale mavazi, halafu akamkimbilia yule mtoto. Anakimbilia huyo mtoto, akajua na kufa. Huyu mzee anakuja kuniua, pesa zote nimekula, nimezila na machangudoa, naisha. Biblia inasema yule baba alipofika pale akamkumbatia yule mtoto. Anamkumbatia mtoto, wakajua kwamba huyu mzee leo anaweza kufanya kitu kibaya hapa. Amemkumbatia. Alafu anawaambia wafanyakazi, cha kwanza leteni vazi lililo zuri sana tumvalishe. Haleluya. Jamaa anashangaa pale vazi linaletwa zuri, anavalishwa. Anaambiwa yule kaka yake aliyekuwa pale nyumbani, katafute ng'ombe aliyenona sana, tumchinjie huyu, maana alikuwa amepotea sasa amerudi, alikuwa amekufa sasa amepatikana, tumchinjie huyu. Yule jamaa akamwambia, baba, mbona mimi nimekaa hapa kwako muda mwingi hujawahi kuchinja ng'ombe? Akamwambia, mzee, tunaangaliaga waliotanga mbali, walioenda mbali. Nataka nikutangazie mchana wa leo, yeyote ambaye ameacha nafasi yake uwana akakaa kama mtoto, mbingu iko wazi na kusubiri sahihi. Inawezekana matendo yako yameenda mbali na Mungu wako na ukamsahau Mungu, lakini mbingu leo inaenda kukukumbatia tena. Hata kama umekosa kwa kosa la aina gani, bado baba yako wa mbinguni yeye anajua wewe ni mwanae na atakukumbatia kwa upya tena. Sema amina katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Baba, Baba, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba, Baba pokea sifa we.
Baba, Baba, pokea sifa. Oh, Baba, Pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. oh, Baba, Sifa. Baba, Pokea sifa. oh, Baba, Baba, oh, Baba, pokea sifa, oh. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, Baba, oh, Baba, pokea sifa, oh. Baba, pokea sifa. Lango la uzima tunakuimbia, Baba, pokea sifa, we. Baba, pokea sifa. Wanao tunakuimbia, Baba, pokea sifa, we. Baba, pokea sifa. Sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sema sifa. we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa, we. Baba, pokea sifa. Baba, Baba, oh, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sema sifa. 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 we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. nao tunakuimbia, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Lango la uzima tunakutukuza, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Dar es Salaam tunakutukuza, Baba, pokea sifa, we. Baba, pokea sifa. Sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. sema we, Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. sema we, Baba, Pokea sifa. 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 Baba. Pokea sifa. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Anasema tumefanyika wana, si tuliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu wala kwa mapenzi ya mwili, ila katika roho. Sisi ni wana. Yesu anasema, Baba, utukufu ule ulionipa nimewapa nao. Kwa Jesus anasema utukufu ule ulionipa nimewapa na wao. Yesu anasema na lile jina ulilonipa mimi nimewapa wao. Uwalinde kwa hilo, anasema uwatunze kwa hilo.
sisemi wawatoe ulimwenguni, bali walinde na ule mwovu, kwa kuwa mimi si wa ulimwengu hata wao. Kuna mtu hajaelewa hapa, angesema amina kubwa sana. Yesu anasema mimi sio ulimwengu, manake cha ulimwengu chochote akinipati mimi. Wachawi ulimwengu hawezi kuniloga, wachawi dunia hawezi kuniloga, hata hawa nao sio ulimwengu huu. Kila aliyemfahamu Kristo akawa ndani ya Kristo sio ulimwengu huu. Na ndio maana anasema ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Yaani ni kitu ambacho hakijawahi kuonekana kwenye sayari yoyote, kwenye dunia yoyote. Wachawi wakikuloga wanataka kuangalia umbo lako na sura yako na jina lako. Sasa anasema ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe. Maana hautaonekana kwenye darubini yoyote ya kichawi, ya kiganga, kishirikina, kwa sababu uko ndani ya Kristo. Limgati mwa Yesu kwinoma limgati mwa Yesu kwinoma. Wahehe wanaimba wasema tulimgati, yaani ndani yake Kristo tumeingia humo, tumekaa. Ndio hapo sasa tunasema silogeki. Kama hujaingia ndani ya Kristo utalogwa tu, hata na mtoto mdogo hivi. Mali fulani kuna watu wawili hapo nakumbuka, nienda kuhubiri mahali, nikashangaa hubiri hapa, vitoto kimetoka huku kimeingia huku, kimetoka kimeingia huku. Baadaye kimoja kinaniangalia afu kinanifanya hivi. Ngambia wewe takunyosha, mimi sirogogi na watoto. Kukaekea mkono hivi, kameluka mpaka kule. Kadogo kana miaka 2.5, kumbe kenye kachawi. Kamezaliwa kanaloga ibada. Sasa hauko ndani ya Kristo, kana kulostisha. Haleluya. Sema amina katika jina la Yesu. Lazima tuwe mgati mwanani mwa Yesu, ndio tunainoma. Kila aliyeko mahali hapa leo atatoka kabisa katika hali ya utoto na kuingizwa katika hali ya mwana wa pendo lake. Nasema atatoka katika hali ya utoto na kuingizwa katika hali ya mwana wa pendo lake. Amen. Atatolewa kabisa katika hali ya kuomba, atafika kwenye level ya nataka mke, nataka mume, nataka gari, nataka nyumba, nataka kazi. Haleluya, haleluya. Shetani anapenda sana mtu asiyejielewa, lakini leo utakaposimama, Yesu anamuita Bartimayo, anakimbia, amesema muiteni. Jamali nakimbia likatupa kwanza vazi. Roho Mtakatifu usinipeleke hapa, nitaanza kupogoma, muda umeshaenda. Si mnajua yule baba mtu alipomwendea mwanae alitupa nini? Nitakwambia siku nyingine. Akatupa nini? Vazi. Bartimayo anafika kwa Yesu, Yesu anamwambia wataka nikufanyie nini? Jamaa nalo alikusema naomba, likasema nataka kuona. Amen. Yasema hata amina, ukamshangilia Mungu wako hapa. Amen. Nataka nikubadilishie namna ya kuomba kwa baba yako. Wewe sio mtoto, wewe ni mwana. Kuanzia leo maombi yako nasema nataka mwaka huu niende Ulaya, mwaka huu nifungue kampuni ya kimataifa, nataka nifanyike hivi, watoto wangu wao wakubwa, wao wafanya biashara kimataifa, nataka. Yes. Haleluya. Haki yote ya uwana, unayo haki yote ya uwana. Wewe sio mtoto, wewe ni mwana. Haleluya, haleluya. Vya baba yako vyote. Nikwambie kitu cha ajabu sana. Baba yako anajisifu, anasema hivi, fedha na dhahabu ni mali yangu. Baba yako anajisifu hivyo. Kama baba yako anasema fedha na dhahabu ni mali yako, ujue na hivyo vyote ni vya nani? Sasa usiongee vyangu afu umenama chini kama unataka kufa saa hizi. Nataka kukueleza habari ya kupokea. Haleluya. Nifikiri kuna mtu mmoja atashangilia kwa ajili ya kufika hiyo level. Kwa sababu shetani anaenda kuachia vitu vya watu. Yes. Shetani anaenda kuachia vitu vya watu. Ndio. Yaani utakapomwambia kwamba mimi ni mwana na stahili kupewa, kutendewa. Muda umeshanisha. Nyosha mkono wako juu. Nikuombee. Haleluya. Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya watoto wa wana wa Mungu waliokusanyika kwenye madhabahu ya Yesu lango lizima mchana wa leo. Asante kwa jinsi ambavyo umewakusanya kwa namna ya pekee. Kuanzia leo wanatoka katika hali ya uwana, wanatoka katika hali ya utoto, wanaingia katika hali ya uwana. Kila aliyeko mahali hapa
anaingia ndani yake Kristo. Kila aliyeko mahali hapa anaingia ndani yake Kristo. Yeyote aliye nje ya Kristo, nguvu yako na neema ya kuitwa mwana inamuingiza katika pendo lililokamilika. Jesus. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo niko mbele zako. Nimesikia neno lako ya kwamba mimi ni mwana. Mimi sio mtoto, mimi ni mwana. Kila kilicho kwako ni cha kwangu mimi. Kila ulivyo navyo wewe ni vya kwangu mimi. Mwaka huu nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Mwaka kesho nataka hiki, nataka hiki. Omba kila mmoja kwa miaka hii miwili unataka Mungu akufanyie nini, alafu utaleta ushuhuda mbele za Bwana. Omba, 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 omba. Tamka unapotaka viwe kwenye maisha yako. Tamka tu. Hata kama unaumwa ugonjwa aina gani, wewe tamka tu. Tamka tu. Tamka tu. Sema nataka apone, nataka ainuke, nataka afanikiwe, nataka. Dakika moja. Omba, 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 omba. Nashangaa kuna wengine hawana midomo ya kutamka. Umeshindwa kutamkia watoto wako unataka waweje? Tamkia watoto wako unataka huyu awe askari, huyu awe rubani, huyu awe mkuu, huyu awe mfanyabiashara kimataifa. Nataka. Nina dakika moja, changamkia tenda hiyo. Changamkia fursa hiyo. Changamkia fursa hiyo. Maneno unayotamka sasa hivi yanaenda kugongwa mihuri. Hayo maneno unayotamka sasa hivi yanaenda kugongwa mihuri. Changamka. Changamka, usikubali ukae kimya. Tamkia maisha yako. Tamkia watoto wako. Tamkia ndoa yako. Tamkia biashara yako. Tamkia kampuni yako. Tamkia ndugu zako. Tamka. Tamka kila matamka, tamka. Unataka ubembelezwe. Hii ni fursa. Mashetani wanatetemeka saa hii. Hiki unachoongea mashetani wanatetemeka saa hii. Hiki unachoongea sasa hivi mizimu inatetemeka saa hii. Wewe taka. Nataka nifunge ndoa mwaka huu. Nataka mwakani nifunge ndoa. Nataka nioe mwakani. Nataka niolewe mwakani. Nataka niwe na biashara kubwa. Nataka. Bado sekunde 10. Amen. Nyosha mkono juu nikubariki unapoenda. Nyosha mkono juu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako waliokuwa mbadani tangu asubuhi. Unaporudi saa hii, walinde, watetee, wapiganie, watunze. Washindie mfalme, waepusha kila lilo baya, kila hila za adui shetani sipate nafasi kwenye maisha yao. Watunze, watetee, wapiganie mfalme. Wewe pekee ukae pamoja nao. Katika jina lako Yesu nimeomba nikishukuru. Amen.